Mtazamaji wa Global TV, tuko hapa viwanjani ambapo kombe la Samia likiwa linaendelea, lakini pia wachezaji maarufu na watu mashuhuri wanajitokeza kwa ajili ya kuja kusapoti na kuja kupoteza muda baada ya futari kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda sawa. Hongera sana kwanza kwa ushindi wa leo kaka yetu. Asante sana. Awesu, wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanatokea kama leo umetokea hapa kwenye mashindano haya, labda kwa jinsi ambavyo umeona upepo wake yalivyo yanavyokutanisha watu, ni kitu gani ambacho unaweza kusema? Mashindano mazuri. Ingekuwa mashindano mabaya hata mimi mwenyewe nisingekuwepo hapa. Mashindano mazuri yanavutia na ndio maana mnaona watu wengi wanakuja wanaangalia. Yani cha kusema ni hongera kwa Ali kwa kuandaa kapu hii. Ni nzuri sana kwa sababu watu kama hivyo wanakuwa wanamaliza kufuturu, sehemu ya kwenda wakishamaliza kusali tarawih wanakuja kuangalia. Watu wanatamani kufahamu kwanza wewe unaishabikia timu gani, na kama inatokea nafasi labda kuichezea utachezea timu gani? Mimi timu zangu nyingi. Sema mimi mshabiki wa Lamata Village. Mimi shabiki. Na ni kitu gani ambacho kinakuvutia kwenye timu ya Lamata FC? Wana washabiki wengi, alafu wanamzuka. Ndio maana nimevutiwa na wewe. Ni mizuka wa mashabiki, sio wachezaji ambao wana perform. Na wachezaji wazuri. Huwezi kuamini kuna wasanii wengine wanacheza, yani huwezi kuzani kama wanajua mpira, lakini wanajua mpira. Kwa hiyo timu yao nzuri sana. Mashindano ndio wameanza kwa mara ya kwanza, lakini inaonekana mwitikio ni mkubwa sana. Labda kwa hichi ambacho unakiona kuna unaweza ukashauri chochote kwamba labda mashindano yanaendelea kila mwaka, watu wakawa wanakutana hapa kila inapofika mwezi wa mtukufu wa Ramadhani na inapofikia Kwaresma? Yes, yani mashindano mazuri na watu wameitikia vizuri, lakini cha kushauri mimi wasiwe wanacheza wachezaji ambao kila siku tunawaona mtaani. Kama wanacheza basi wacheze wawili au mmoja au watatu, lakini sio wote, timu nzima unakuta huyu katoka huku, inakuwa haivutii kwa sababu kila siku tunawaona viwanjani vingine. Kwa hiyo tupate watu kama hivyo wanakuja kucheza, kina Ali, kina Hamo, kina Chino, hivyo yani. Kwa hiyo ni wale ambao labda wasanii lakini hawaonekani kwenye timu kubwa. Yes, ni wale wasanii ambao hawaonekani kwenye timu kubwa ndio waliacheza. Kama mchezaji anatoka ligi kuu anakuja kucheza, basi wawe wawili, mmoja, watatu inatosha. Na hii kama mchezaji anatoka kwenye ligi kuu inaongeza kitu kwenye mashindano kama haya ambayo labda watu walikuwa wanadhani kwamba kuwatazama wasanii na watu ambao walikuwa wafahamu kwamba wana vipaji wakija kuwatazama hapa inakuwa ni bora zaidi. Sehemu kama hii mimi nadhani wachezaji wanaweza kuja kwa sababu wanakuja tu waonekane na watu wao, kwa sababu mashabiki sio lazima uwepo kwenye timu yako. Hata nje ya timu unaweza kupata mashabiki. Kwa hiyo akija sehemu kama hii wanakuwa wanaonekana na watu ambao wanawapenda. Kwa hiyo hata wasanii, mimi naamini mashindano haya watu wamewavutia sana kwa sababu ya wasanii. Kwa hiyo wasanii wao wanawapenda, wanakuja kuangalia pia. Kwa sababu ni shabiki wa Lamata FC na umesema ni kikosi ambacho unakipenda, labda ungetutajia wachezaji watatu ambao wamekuvutia kwenye kikosi chako? Wa Lamata? Wa Lamata wote. Wachezaji wote wamenivutia, si wachezaji wazuri, wote wamenivutia. Ila mchezaji wangu bora Ozu. Kwa nini Ozu? Mtaalamu, anajua sana mpira. Namkubali sana. Namkubali. Atafika mbali. Ana kitu Ozu, atafika mbali. Na ni kitu gani ambacho kimekuvutia zaidi ukasema Ozu huyu ndio mchezaji wangu mimi? Napenda anavyojitoa. Napenda anavyojitoa kwa sababu yani sio kitu rahisi. Ujue watu wakikaa juu mpira anauona tu kabisa, lakini ukiwa unacheza vile utajua kama hii kazi nayo ni ngumu. Kwa hivyo namkubali tu Ozu. Kula kwingi mazoezi kidogo. Kula kwingi mazoezi kidogo. Leo mmeshinda mechi yenu ya Kipolo. Unaizungumziaje kama mchezaji wa Simba Sports? Sasa hapa hatupo kama mchezaji, hapa tupo kama mshabiki. Nataka kabisa kuizungumzia hiyo mechi. Sitaki kuzungumzia huko. Anyway, neno lako la mwisho kutokana na mashindano haya. Tumeona Shilole akiwa anaingia hapa, mmoja kati ya wadhamini kwenye timu ya Lamata. Labda una kipi cha kuzungumza kuhusiana na Shishi? Ndio hayo ninayozungumzia mimi, kwa mashindano yanavutiwa wengi na watu kama wao. Kwa hiyo watu kama wao wakiwa na mwitikio kama huu kwenye mpira inakuwa vizuri sana. Kama mtu anaweza kuweka 200, 300 kwenye mpira, hata vijana wanapata hamasa ya kuja kucheza, kuja kuangalia. Unajua kuna vitu vingine ukiwa unaangalia vinakuvutia na wewe mwenyewe unatamani kuwa vile. Kwa hiyo kuna watoto wanacheza kwa sababu wanakuja kama sehemu kama hii, wanaangalia, wanaona kipi kizuri, kipi kibaya na kiacha. Lakini watu kama hao wanahitajika sana kwenye vitu kama hivi, kwa sababu kwanza mafamous wa nchi, alafu ni watu ambao wanaaminiwa, wana mashabiki hivyo. Neno lako kwa Lamata, neno la mwisho kabisa.
Isiwe hapa tu. Mi nampongeza sana Lamata kwa sababu anafanya vizuri kila sehemu. Unajua pia ni mafanikio haya. Yaani mtu anaweza kuona kitu kidogo lakini kuwa na kitu kama hichi, kama timu kama hivyo, unakuwa unawavuta zaidi mashabiki wanaoangalia Jua Kali. Unajua Jua Kali ni filamu kubwa sana. Kwa hajaishia kule, tukaishia mpaka kiwanjani, anaonesha ubora wake kuwa anaweza kila sehemu. Kwa kule anaweza na huko anaweza, nimpe hongera yake. Nampa hongera yake, asichoke, apambane. Kila kitu kinakuwa kidogo, kinatakiwa kiwe kikubwa. Asikubali kukatishwa tamaa na mtu asojua thamani ya kitu ambacho yeye anakifanya. Bwana Awesu kiungo wa mpira kutoka klabu ya Simba yuko hapa kuyashuhudia mashindano haya. Anasema anavutiwa na hiki ambacho kinaendelea na mizuka kweli kweli. Tuendelee kuicheki game. Bwana Rasta hii hapa. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.